ingredient for the transformation of the Republic of Kenya. Na ndio mimi nawaambia nyinyi wangwana wa PC Kinyanjui, vile tumejenga hizo madarasa na vile tunawajengea hostels hapa, mimi najua tuko na ahadi yenu ya computers zingine. We want to add more computers so that we can train more young people in this PC Kinyanjui. Sindio? Mimi najua pia muko na bus mbili hapa, lakini mumesema munataka bus ingine. Kwa hivyo hiyo bus ingine, wewe KJ, ikiisha miezi miwili kama hujalete pass hapa, hawa watu watakosana na wewe. Mimi nitanunua bus, nitapatia huyu mjamaa alete hapa. Nasikia wewe boss. Ama mnasemaje watu wa PC Kinyanjui? Nasema tuendelee namna hiyo? Nasema tuendelee namna hiyo? Mimi nataka niulize comrades. Comrades power. Mimi nasikia kuna watu wanatafuta power. Comrades power. Sijui ni hii power yenu ama ni power ingine. Ni gani? Ni hii yenu? Comrades power. Sikizeni bwana. You have an opportunity. Leo hapa katika PC Kinyanjui, the reason why we are expanding the education infrastructure in this college is because we believe that the biggest empowerment we can give to the young people of Kenya is to make sure that they acquire knowledge through education and training. Na ndio sababu hiyo, vile muko na nafasi hapa, we are going to make sure that continuously we will ensure that we provide the facilities for each and every one of you to be able to learn, to be able to be trained, so that you can contribute meaningfully to the development and the progress of a nation we all love called Kenya. Nyinyi mko tayari jameni? Mnasema tuendelee? Tuendelee kupanua infrastructure hapa? Tuwapatie facilities? Na nyinyi mtapata bidii? Nyinyi mtafanya bidii? Hebu nione wala watafanya bidii. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu hapa Dagoretti South na huyu mbunge wenu bwana KJ, tulikubaliana na yeye, as we develop Kenya and Nairobi, we must develop this Dagoretti South. Leo nimekuja kwa sababu ya hospitali yenu hapa Mutuini. Nimekuja hapa kwa sababu tunawajengea soko. Nimekuja hapa because we have now 2 programs of affordable housing in Dagoretti South. And we have come here because of matters education. Hii elimu ni maneno ya muhimu sana. Munajua hapa Lenana hatukukuwa na primary school. In the last 2 years, we have built a primary school that now accommodates 5,000 pupils here in Lenana, just behind you. Because mambo ya elimu ni ya muhimu sana. And it is one thing that I have made and purpose that we are going to invest in the education of our children. Kwa hivyo, mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba we are going to keep focus. Nimekubaliana na gavana wetu wa Nairobi ya kwamba we are going to transform this city. Tutaongeza mataa, tutaongeza barabara, tutafagia takataka, tutaongeza mambo ya sewer line, na ile program yetu ya Nairobi River Generation, tutasafisha hii city, na vijana tutawapanga na ajira. Vijana hoye! Dagoretti hoye! Mnasema tupange nyinyi na ajira? Pale kwa Climate Works iko nafasi ya ajira. Pale kwa affordable housing iko nafasi ya ajira. Pale kwa kujenga masoko iko nafasi ya ajira. Pale kwa digital jobs iko nafasi ya ajira. Pale kwa mambo ya export of labor iko nafasi ya ajira. I am asking every young person to look out for those opportunities, engage with those opportunities, benefit yourselves, and make sure you create progress for your community, for your region, and for everybody. Kwa hivyo asanteni sana. Mimi nimefurahi kufika hapa. Ati?
Ati niweke mawe? Ati niweke mawe? Niweke mawe? Mawe ya lunch? Lakini nyinyi, wapi mdosi ya comrades hapa? Nani ndio kusema? Kwani kila mtu ni wa kusema hapa? Where is the president of the student union here? Ako wapi? Prezo, simama hapo useme. Huyo muungwana asimame hapo aseme. Bwana Prezo. Comrade power! Comrade power! Si umeona Prezo amekuja hapa leo. Amejenga hii broka hajajenga. Aliahidi amejenga hajajenga. Na ndio sasa amekuja kufungua ingine hostel na tunasema tuta power. Ndio. Sasa tunauliza Prezo, aliahidi vitu mingi sana wakati alikuwa hapa na ametuambia for now amedeliver that class, amedeliver Jitumerab, amedeliver down the new block, the hostel. Alisema mambo ya basi, amesema itakuja, amesema about the pavement, amesema about the run, the expansion, na tunamwambia aendelee kufanya mambo ya infrastructure in this school so that we can power our students, our young people with skills so that we can go forward and so that we can. Mnasemaje? Mnasema mambo ya help. Na ndio kiongozi yetu wako hapa. Sasa mheshimiwa, wanasema mambo ya help kidogo inachanganya kidogo, lakini kwa sababu kwa hapa hiyo mambo utashughulikia, si ndio? Na sasa hao vijana wangu pia wanasema uendelee kufanya mambo ya infrastructure ndio tuweze kuleta watu wengi katika shule. The next intake will have more intakes and empower many youth and be able to move forward as a country and invest in future of Kenya. Na nauliza mheshimiwa kwa sababu wako hapa, wanagwana wanasema mambo ya lunch. Ila kingine kidogo, ila wakati ulikuwa hapa namba ilikuwa kidogo, lakini sasa namba imepanda. So mambo ya lunch kidogo iende juu kidogo. Niliweka mawe lakini anasema wanafunzi wameongezeka. Aya. Lakini utajua vile ya kupanga hawa watu. Basi sikizeni. Sasa siku ile nilitoa pesa ngapi? 2. Sasa niongeze ikuwe ngapi?